Sasa nifanyeje? Yesu ninakuja kwako. Msalabani najinyenyekeza. Nishike nami nikushike. Ukiniacha nitaaibika. Naomba ubarikiwe mbali nami. Keti. Bwana Yesu asifiwe sana. Itikia kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimia kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watazamaji mnaotufuatilia kupitia Sibuka TV popote mlipo sasa, mnaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii na Radio Baraka, mnaosikiliza mahubiri haya kutokea hapa, kumbuke ya kwamba tuko hapa kumtafuta Mungu atuepushe na mabaya ambayo yako mbele yetu. Lakini kipekee sana nimshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wameungana nasi siku ya leo. Tusingeweza kusalimia wote kwa muda tulionao, lakini Mungu awabariki. Natambua uthamani wenu na umuhimu wenu kama Mungu ambavyo yeye aliyewachagua ndiye aliwaamini zaidi, akawaheshimu zaidi kuliko mwanadamu yoyote. Lakini pia natambua pia hata uwepo wa wake zenu, hata kama hawapo hapa au ambao wako hapa. Mke wa mchungaji ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu ndiye ambaye huwa anaanza naye kazi, alafu watoto nao wanaipokea, na hata watu wakitokea wakamwacha yeye amwachi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya wake zenu ambazo Mungu amewapa, na waombea baraka na mafanikio makubwa. Asante sana. Lakini nishukuru pia kwa ajili ya kwaya ya Gilgali. Mungu awabariki kushiriki pamoja nasi mahali hapa, na wewe ambaye umetikia kuja mahali hapa, Mungu akubariki sana. Tulianza somo letu nikisema ya kwamba dunia inaenda kupitia vipindi vigumu. Dunia, mataifa mbalimbali na nchi yetu Tanzania ikiwepo, inaenda kupitia kipindi kigumu duniani. Na nikasema ukiona taifa moja linapita, usicheke, kwa sababu huenda yanayokuja kwenu yakawa mabaya kuliko lile taifa. Tujifunze kuomba na kuombeana sisi kwa sisi, nchi za jirani, familia, koo, kabila zetu. Tujifunze kuomba na kumtafuta Mungu kwa bidii. Kadri siku zinavyozidi kukaribia mwisho, niongezea tena kamonta kidogo, kadri siku zinavyozidi kukaribia mwisho, ndivyo matukio yanavyozidi kuwa mengi zaidi kuliko tulikotoka. Na kwa sasa dunia ilipo, hata Sodoma na Gomora haiwezi kufikia maovu ambayo sasa wanadamu wanayafanya. Na Mungu siku zote huwa anamjua mwanadamu kuliko yeye anavyojijua, kwa sababu yeye ndio aliyemuumba. Kwa hiyo akatabiri, akasema Yesu, siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Na kwa sababu kutakuwa na nyakati za hatari na watu wengi watamwacha Mungu, kwa sababu kutakuwa nyakati za hatari na watu wengi watamwacha Mungu, Mungu akawa anawaza atawarudisheje wanadamu kwenye njia na kwenye laini. Hakuna njia nyingine ya kumrudisha mwanadamu kwenye njia isipokuwa mateso na vipindi vigumu. Ndio vinaweza vikamrudisha mwanadamu kwenye toba, kwenye machozi, kwenye makamasi, kwenye kulia. Mwanadamu sasa aliyeshiba, ana maduka 10, ana masamtrela 100. Mwanadamu mwenye eka 2000, mwenye makampuni makubwa, mwanadamu huyu
aweze kukumbuka Mungu, ni lazima litokee jambo litakalomuonyesha kampuni yake si kitu, duka lake si kitu. Kwa hiyo dunia inaenda kupigwa na vitu gani? Tukasema dunia inaenda kupigwa na vita. Vita mahali kitabu cha Mathayo kinasema tetezi za vita. Lakini kutakuwa na njaa. Lakini kutakuwa pia na matetemeko mazito, na nchi zilizoendelea zitakuja kuwa na idadi kubwa sana ya maiti kuliko nchi zisizoendelea, kwa sababu pia ya maendeleo yao wenyewe. Sababu kuna wakati matetemeko yatashuka yale mazito ambayo zile ghorofa 50, ghorofa 70 zinalalia watu chini. Lakini bahari zitavuka mpaka wakati fulani, itakwenda nchi kavu, itachukua magari, itachukua fedha, itachukua watu, itachukua watoto, itarudi kuficha kwenye maji. Na volkano zitatokea kubwa. Kwa hiyo tutaenda kwenye vipindi vigumu duniani, maeneo mbalimbali, na Tanzania tukiwepo. Lakini pia kwa taarifa za rohoni, wakati wetu sisi umekaribia sana, na hatua chache mbele. Huu mkutano unasema kongamano kubwa la kihistoria, maombi na toba kwa familia zetu na taifa kwa jumla, watu wamrudie Mungu. Lakini maombi haya tunayoyafanya hapa na watu wengine wanaoyafanya maeneo mbalimbali yanabagua makundi makubwa mawili. Tukasoma kitabu kile cha Ezekieli, anasema waite wale wanaosimamia mji wasimame, wenye vitu vya kufisha. Alafu na mmoja wao ana wino, kitabu cha wino mikononi, anaambiwa pita, utia alama juu ya watu wote wanaoomboleza na kulia juu ya maovu yanayoendelea. Alafu hawa wengine wakaambiwa haya, pita sasa mwanze kuua. Wale malaika wengine kwenye Biblia anaambiwa pita mwanze kuua mzee, mtoto, kijana, msichana, ila msimkaribie yule mwenye alama. Alafu wanaambiwa mauaji haya yataanza patakatifu kwa makuhani. Kwa sababu muda wetu umeisha na tumechelewa, na tuwezi kukutana makuhani kama makuhani peke yetu tukaambiana, na bado pia katika makuhani kuna watu wengine si makuhani hawatakuja. Na kwa sababu pia kwa hali tulipofikia inahitajika na mshirika naye aombe rehema kwa ajili ya madhabahu. Ndipo Bwana akaniambia niandike makosa ya makuhani niyalete, ili watu wayasikie kwenye TV, kwenye jamii, na watubu makosa yao na dhambi zao. Dhambi zao, wengi wamemwacha Mungu, wamerudi nyuma. Lakini ni baba, wanaitwa baba za watu wa kiroho. Lakini bado tuna matapeli, majambazi, wauni wameingia, wamefungua makanisa, wamenunua na viwanja, na wanaitisha na sadaka, na wanaleta laana kwenye nchi. Kibiblia duniani, mataifa yanapoharibika, Mungu huangaliwa na siasa. Wanasiasa wako kundi la chini sana. Kibiblia mwanasiasa yuko kundi la chini sana. Inasema msingi unapoharibika, mwenye haki anafanya nini? Wanasema sitafanya jambo bila kuwajulisha siri. Sio wanasiasa, bila kuwajulisha siri watumishi wangu. Afu na siri za Mungu ziko kwao wamchao. Wale mnawalaumu, lakini uharibifu wa wale unatokana na nguvu ndogo ya madhabahu. Nimesema jana, tangu Agano la Kale, wafalme wengi huwa hawaamini mambo ya Mungu, huwa wanaamini wachawi na waganga wa kienyeji. Kwa hiyo utaona hata Musa anapokwenda kwa Farao, akipeleka habari za Mungu wa mbinguni, Farao anaita wachawi na waganga. Hawajui. Lakini si kwamba hawana shida na watumishi wa kweli. Nimesema jana, wana shida na watumishi wa kweli ila hawajawaona. Na ndio maana alipopatikana Yusufu wakasema njoo uwe waziri huku. Kipatana kina Daniel unasema njoo. Kwa hiyo kumbe tunahitajika ila nguvu zetu ni ndogo.
akasema dhambi zao wamemwacha Mungu. Lakini pia wale wengine ambao ni wa ukweli, uwezo wao wa kumtafuta Mungu ni mdogo, hauwezi kushindana na uharibifu ulioko. Lakini pia tukasema ndani ya watumishi wa Mungu kuna wazinzi, kuna wachawi wanaoshinda kwa ganga kienyeji kutafuta vyeo na umaarufu, wenye wivu, wasiofundisha kweli na sheria za Mungu na utakatifu, wenye kushindana kwa magari na majumba na mafanikio, wasiojali yatima na mjane. Tukasema hao nao tutatubu kwa ajili yao, kwa sababu hukumu inasema lazima waanzie patakatifu. Tukaja tukaangalia makosa yetu kama sisi ambao tunaitwa washirika wale ambao tumeokoka. Dhambi yetu ya kwanza ni kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Kila mtu yuko busy na maendeleo. Ibada za Jumapili hazitaweza kuwasaidia au kugeuza ghadhabu ya Mungu. Mungu yeye kwa vipimo vya kupendwa anasema mtu anitafute kuliko fedha na anitafute kuliko dhahabu. Nikasema niliandaa matangazo yanaitwa mateso ya familia yamekwisha. Mabango makubwa ya kubandika mji wote mpaka Chunya mpaka wapi. Roho Mtakatifu akasema hicho ni kichwa chako, tena usikibandike. Wasije wakasema wewe ni nabii wa uongo nitakapoanza kuwachapa. Waambie watubu waje kwa Mungu. Nikayaacha mabango. Nikaandika ni kongamano kubwa la maombi na toba na familia ya kumrudia na familia zetu wakati wa kumrudia Mungu. Title za uongo hazitasaidia. Mungu ametoa muda watumishi watubu, wewe utubu, na viongozi wa serikali watubu kwa makosa yao. Kila mtu atubu mahali pake. Kakwambia hili ni kongamano sio la hukumu, ni kongamano la toba. Alafu ni kongamano la kuomba amani iendelee. Kongamano la kuomba Mungu atuepushe na machafuko. Lakini siri imefichwa, lakini laiti watu wangelijua. Lakini baadhi ya watu wengi wana siri mioyoni mwao kwamba tuko kwenye kipindi kigumu. Lakini watu wengi bado ni giza. Wanadhani leo itakuwa kama kesho. Lakini Mungu atusaidie sana. Sasa tunaendelea na siku ya leo. Siku ya leo kipande hichi kinaitwa tabia za makosa au dhambi. Tabia za makosa au dhambi. Tabia ya makosa au dhambi. Kisha kuwa na dhambi, kisha kuwa na makosa, kuna vitu vinavyofuatana na hayo mambo mawili, dhambi na makosa. Namba moja, makosa yana adhabu au msamaha endapo mtu atatubu. Kwa kila mwenye makosa anayesikiliza Radio Baraka hapo nyumbani kwako lipo, shukuru jana Radio Baraka watu wengi sana wamepiga simu wakitubu na wakirudi kwa Mungu wakitaji msaada wa maombi mbalimbali. Lakini pia mtumishi wa Mungu Pascal naye kapokea simu nyingi sana kutoka Sibuka TV. Wote hawa tumetoa namba zao ili watu washughulike na watu hao, kwa sababu naweza nikashindwa kushughulika na mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo makosa yana adhabu au msamaha endapo mtu atatubu. Mithali 15 mstari wa 10. Makosa yana adhabu. Mithali 15 mstari wa 10. Adhabu kali ina yeye. Adhabu kali ina yeye aiachaye njia. Aiachaye njia. Kila mtu aseme, sema adhabu kali ina yeye. Adhabu kali ina yeye aiachaye njia. Aiachaye njia. Naye aichukiaye kukemewa atakufa. Naye achukiaye kukemewa atakufa. Adhabu kali ina yeye aliyeiacha njia. Hakuna msamaha.
na anayechukia makemeo atafanya nini? Atakufa. Atakufa. Yes. Na kama mtoto wako akikosea unavyomchapa, ndivyo Mungu naye tunavyokosea. Kuna wakati anachukua fimbo anatuchapa, lakini fimbo ambayo inaenda kutokea inauma sana. Inauma sana. Hebu punga mkono hivi, punga mkono hivi. Nitazame usoni na makuhani wanisikilize. Mungu alipowaambia Ibrahimu, anamwambia taifa lako litakuja kwenda utumwani miaka 40. Miaka 40, miaka mingapi? Miaka 400. Ni kama hadithi, lakini ilitakiwa Ibrahimu atafute wale wanaopewa ile taarifa, wamwombe Mungu, tufanyeje? Wanaendelea na shughuli zao, alafu inachukua muda mrefu linakuja kutimia. Wakati Raheli, Isaya anatabiri, anasema namuona Raheli akililia watoto wasikubali kunyamazishwa maana wameuawa. Ilichukua miaka mingi sana, ndio wanakuja kuchinjwa watoto kipindi cha kuzaliwa Yesu. Taarifa ya kuombea nchi yetu haijatokea leo, ilitokea miaka mingi, ila ilikuwa inapuzwa. Sasa mmebakiza siku chache za kuomba. Kwa hiyo adhabu lazima itokee kwa yule mtu ambaye ameacha njia na asiyependa kukemewa. Taathirika. Na wale watu ambao huwa wanapenda kukemea wenzao, wao wapendi kukemewa. Kama kuna kundi ambalo wao wanataka hata kwenye mitandao, wao wanasema wenzao, wanasema ukiwagusia hivi wanakuwa kama pilipili, wamelogwa. Kama unaona liko tatizo kwa mtu, na unaweza ukawa nalo, siku akikwambia acha kiburi, acha jeuri, sipenda kukemewa, atapotea. Hebu ngoja tuone kidogo kitabu kile cha Mithali, tuone kitu kinachoitwa hasira. Mithali sura ya 19 mstari wa 19 na Mithali 14 mstari wa 29, au Mithali 14 mstari wa 17 na wa 29. Mithali 19 mstari wa 19. Soma. Mtu wa hasira nyingi atachukua adhabu yake. Mtu wa hasira nyingi atachukua adhabu yake. Mtu wa hasira nyingi atachukua adhabu yake. Malizia. Sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho. Mstari huo wa 19. Mtu wa hasira nyingi atachukua adhabu yake, maana ajapomwokoa huna budi kufanya. Maana ujapomwokoa huna budi kufanya. Unapoendelea kuwa rafiki na mtu mwenye hasira na unataka kuendelea kumsaidia, utaendelea kumsaidia kila siku, kwa sababu huyu anatakiwa achukue hasira zake, yani achukue ujinga wake au ubebe. Yani manake unaweza ukamsaidia leo na kesho tena utabidi uendelee, kwa sababu ana hasira za kishetani. Kwa hiyo Biblia inasema huyo mwacheni achukue yeye mzigo wake. Kama unajifanya unataka kumsaidia, anakuambia basi jipange kuendelea kumsaidia, sababu upumbavu wake ni endelevu. 14 mstari wa 29. 14:29. 17 kwanza afu mstari wa 29. Soma mstari wa 17 afu mstari wa 29. Sura 17 mstari. Mithali 14 mstari wa 17 afu tutasoma na mstari wa 29. Sasa yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Na mtu mwenye hila mbaya, uzirwa. Mtu mwenye hila anafanya nini? Anazirwa. Unajua kitabu cha Mithali anaongea sana kwa habari ya kitu kinaitwa hekima. Alafu anapoelezea hekima ni Yesu. Yes. Anamfunua Yesu. Kitabu cha Mithali watu wakijui kinamfunua Yesu. Ndio. Kwa kinavyoeleza habari ya hekima, akili, inamueleza Yesu. Na kitabu cha Mithali kina familia kubwa mbili.
kina familia ya wapumbavu na familia ya wenye hekima. Kabisa. Kinaongelea habari familia mbili tu, wapumbavu na wenye hekima, chote kinaongea. Rudia hicho kitabu, kifungu hicho. Nataka hapa, nimetoka kidogo kwenye mlengo unaoendea. Nataka wewe ndio upenda kuwanyoshea vidole wenzako na unapenda kujiona bora kuliko wenzako. Kwanza moja, siku wanapokuonya wewe, shuka cha chini, tulia, acha kelele, kwa sababu uenda ukao na ujinga mwingi kuliko hata wale unaowaonya. Yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga. Yeye anayeona hasira upesi atatenda kwa ujinga. Na mtu mwenye hila mbaya uzirwa. Na mtu mwenye vihilaila anakosa marafiki, anazirwa. Mstari wa 29. Asiye mwepesi wa hasira. Na asiye mwepesi wa hasira anafahamu nyingi. Anafahamu nyingi. Bali mwenye roho ya hamaki utukuza upumbavu. Mwenye roho ya hamaki utukuza upumbavu. Kwenye maisha yako unatakiwa ujifunze utulivu. Usijifunze kusikia vitu juu juu umelopoka. Usijifunze kuambiwa neno kidogo umekwisha tukana. Ndio maana nimesema kwamba hata nchi hii sasa watu yani watu wana jaziba, wana hamaki, wana nini. Inahitajika hekima, inahitaji utulivu. Sababu unaweza ukazani unaleta utulivu, kumbe ukazidi kuleta fujo. Kunyamaza nako ni silaha kubwa sana wakati fulani. Lakini wakati fulani upaswa kunyamaza, unapaswa kujibu. Biblia inashauri hivi. Unajua kwenye Biblia kitabu cha Mithali mimi huwa nakisoma sana kwa sababu wanafundisha mambo ya familia. Na kimenifundisha sana namna ya kuishi. Kwenye kitabu cha Mithali hakuna mtu hatari kama mpumbavu. Alafu upumbavu una viwango vyake. Unaanzaga kidogo mpaka baadaye unakuwa ule mpumbavu ambaye umekomaa. Napenda andiko moja huwa linasema hivi. Mshauri mwenye hekima atakufurahia, alafu mpumbavu ataongeza vita na wewe. Sio kila mtu akuongea naye, mwingine unamwacha. Na kuna andiko moja linasema hivi, mpumbavu hata ukimchukua kwenye kinu ukamweka ukamtuanga, bado akitoka upumbavu hautoki. Sasa kama kinu akiwezi kutoa upumbavu wa mtu, unaweza wewe ukamtoa kwa maneno hayo. Na upumbavu wakati fulani huo unaendaga level mpaka ndo pale unasema hakuna Mungu. Yes. Kweli. Pumbavu unaanza kidogo kidogo tu. Mbishi, mjeuri, unajua na mjanja wa maana kila kitu unaongea. Unaanza kidogo kidogo tu mpaka baadaye unakuwa pumbavu lililokomaa. Na wakati fulani watu wanaponyamaza wakujibu, si kwamba umeshinda, kwa sababu wamegundua upumbavu wako ni mkubwa. Unajua, ngoja mimi nikwambie kitu kimoja. Wewe ukishakuwa na hekima, unapogombana na mpumbavu utaibika wewe, kwa sababu yule ni kichaa. Anaweza akakutukana afu wewe kuogopa kurudishia. Kwa hiyo bora unyamaze, umwache pumbavu wake uendelee. Yesu siku moja Shetani akamchukua Yesu akampandisha juu ya kinara, alafu akamwambia jitupe. Imeandikwa utaagiziwa malaika watakudaka. Yesu akakataa kujitupa. Sasa hivi kuna wahubiri wengi vijana, Shetani ameshawachukua amewapandisha kwenye mnara, anawaambia hapa ulipo, wewe ndio wewe. Ukisema chochote hakuna anaweza kukujibu. Uko vizuri. Hata ukijirusha malaika watakudaka. Kwa hiyo saizi wako juu wameshajirusha, wanashuka taratibu. Muda sio mrefu utasikia tu pwa. Ngoja nikufundishe kitu kidogo. Nimetoka nje ya somo, nataka niende kidogo. Namtaka yule mtu ambaye anakubali kuonywa, anakubali kukemewa, anakubali kuambiwa acha hapa. Alafu na yule anayeonya kama mimi leo, atokee mwingine amwambie na wewe hapa acha, na wewe hapa tengeneza, na hapa wewe kasawa. Tunamtafuta mtu anaweza kuiponya nchi.
Katika ujana wangu huwa nasema, kuna wakati nikaona kama kuna watu wananisumbua katika dhehebu langu. Katika ujana wangu nikaona hawa watu wanaonisumbua hawa watanichanganya. Nikamtafuta kijana mwenzangu, nikamwambia naomba niwe chini ya mwamvuli wako, nitoke huku, kuna watu naona wananisumbua. Roho Mtakatifu akasema, huyu kijana huyu unaenda hawezi kukusaidia, ila hawa nyuma yako wazee ni watakao kukemea, watakao kuleta kwenye njia. Tulia hapa. Yes. Nikamwambia kijana mwenzangu, narudi kwenye dhehebu langu na tulia. Lazima awepo mtu anayesema hacha hichi, akufokee, akukemee, akuelekeze. Na usipende tu wale watu wanaokuambia hakuna mhubiri kama wewe, umebaki peke yako, ndio unasema ukweli, wote wameoza. Wanakuua kabisa. Uwezo ukabaki peke yako. Elia aliposema nimebaki peke yangu, wote wameuawa, Mungu anamwambia ninao wengi mno. Yeah. Wengi mno. Yes. Agabu amewaficha kwenye mapango, anawalisha wakati wanauawa, kawaficha mpaka anakufa Agabu akiwa na madeni. Mke wake anafuatwa katika kitabu cha Wafalme, na wale walikuwa wanamdai mume wake wanataka kuwachukua watoto wao wafalme, wao watumwa. Anaenda kumwambia Elisha, unafahamu mume wangu alikuwa mtumishi wa Bwana, wewe ni shahidi, amekufa. Ndio. Na wanaonidai wamekuja. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, analisha manabii waliofichwa kwenye mapango, hajawa na madeni ya kijinga kama ya watu wanaokopa ovyo leo. Elisha akasema kuna nini mama nyumbani? Sema yako mafuta kidogo, mke wa nabii. Kwa hiyo unaweza ukajifanya huko peke yako. Mimi nakwambia kuna watu watakatifu kuliko wewe. Amen. Kuna watu bora kuliko wewe, wamenyamaza kimya na wengine huwezi kuona kwenye mtandao. Watakatifu. Yes. Wametulia, utashangaa taji zao. Alafu unajiuliza ilikuwaje? Kwa sababu Mungu nimekwambia jana, Stefano ameshangaa kumuona Paulo ameingia kule juu. Wakati anakufa alikuwa anashuhudia Paulo. Amesimamia mauaji yake. Stefano anapigwa mawe hivi. Sauli wakati ule ndio anaitwa Sauli, Paulo anasema piga funguo zake zikachukua ziweka miguuni. Alafu siku moja Yesu anamwambia, na wewe mwenyewe ni mhubiri japokuwa ulikuwa unaua. Ndio maana hata wauaji wote nataka niwatangazie, ni wahubiri ninyi, ni toba tu. Yes. Unahitaji. Yesu akamwambia njoo, mbona unaniudhi? Alafu asema unani wewe? Akasema mimi ni Bwana unayeniudhi. Kumbe Paulo ndio mtume wa kwanza kugundua mtu anemtesa mtu wa Mungu anamtesa Kristo. Ndio Paulo wa kwanza kujua, maana anaua wengine. Yesu anasema unaniudhi mimi. Kila mkemeaji, andika, lazima awe na muda wa kujikagua yeye mwenyewe kwanza. Kila mkemeaji. Ina maana mimi hapa natakiwa niwe na muda wa kujikagua. Na kaa naangalia macho yangu hayajamuudhi Mungu, mdomo wangu haujamuudhi Mungu, mawazo yangu hayajamuudhi Mungu. Kila mkemeaji, mwonyaji awe na muda wa kujikagua. Watumishi wa Mungu tunasimama mbele kuonyesha watu njia ya uzima, tuwe na muda wa kujitafakari sisi. Ni Biblia katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tuanze na Luka sura ya 6 na mstari wa 42, na Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 27. Luka sura ya 6 mstari wa 42 na Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 27. Mstari wa 42 Luka 6 mstari wa 42. Hao utawezaje kumwambia ndugu yako? Utawezaje kumwambia ndugu yako? Ndugu yangu, uniache nikitoe kibanzi kilicho ndani ya jicho lako. Niache nikusaidie wewe, nitoe kwenye jicho lako. Endelea. Nawe uangalie boriti iliyo ndani ya jicho. Nawe uangalie maasira yako, mawivu yako, machuki yako. Unapambana kunyosha kidole hivi. Mnafiki wewe. Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako. Toa boriti katika jicho lako mwenyewe. Jiangalie wewe mwenyewe kwanza, jikague.
Endelea. Ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Ndipo uanze kukagua makosa ya wengine na kuambia, lakini toa kwanza wewe chuki zako, hasira wako, wivu wako. Toa kwanza pako wewe. Waingize hao ndani ya hema. Wakorintho wa kwanza 9:27. Tumuone huyu mtu bora kuliko sisi. Anaitwa Paulo. Anasema nini? Bora kuliko sisi kwa sababu viwango alivyomtumikia Mungu mimi bado sijavifikia. Wakorintho wa kwanza sura 9:27. Bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikiisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Huyo mtu yuko rohoni. Sasa hivi najitesa leo. Kwa nini najitesa? Kwa sababu mimi mwenyewe napambana, nafunga, niwe mtakatifu, najikagua ili nisije nikaanza kusimama hapa nikawaambia watu kwa habari ya toba ya nchi, alafu mimi mwenyewe nikawa wa kukataliwa. Narudi katika somo langu, tabia za makosa au dhambi. Tabia za makosa au dhambi, lazima makosa ujue yana adhabu, nimesema. Lakini makosa yote siku zote huwa yanatolewa kwa viboko. Mithali 25:15. Mithali 25:15. Some. Mithali 25:15. Maandiko yanasema, kwa uvumilivu mwingi mkuu usadikishwa. Mithali 25:15. Ujinga ufungwa kwenye moyo wa mtoto. Mithali 25:15. 15 ndio. 25:15. Ndio. Hebu soma tuone. Mithali 25:15. Kwa uvumilivu mwingi mkuu usadikishwa, na ulimi laini. Nimekosa. Nilikuwa natafuta ile, nimechanganya hapo ni ngapi. Nasema ujinga umefungwa kwenye ila fimbo, kwenye moyo wa mtoto. Ila fimbo ndio inaondoa. Na mataifa yaliyoendelea sasa hizi hayataki mtoto achapwe, haki za binadamu. Kwa hiyo watoto wanaandaliwa kuwa wajinga huku wakitetewa na serikali za dunia. Mtoto wote ambaye hali viboko tegemea kupata mtambo ndani ya nyumba. Na ukichapa viboko bila hekima ya Mungu. Kwanza mtoto anachapwa hapa. Mtoto huwa achapwi popote. Na pia si kila kosa la kuchapa. Usije ukatengeneza uadui na mtoto akakuchukia. Kuna makosa mengine ya kuongea naye kirafiki akayaacha. Na kuna makosa mengine hayatatoka kwa fimbo, yanahitaji maombi kwa sababu ni roho. Mithali 22:15. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Fimbo ya adhabu itafukuza ujinga. Na sisi ni watoto kwa Mungu. Nyosha mkono hivi juu. Na sisi ni watoto kwa Mungu. Nyosha hivyo usiushushe. Ndani yetu kuna watu wazinzi. Ndani yetu kuna watu wabakaji. Ndani yetu kuna watu wauaji. Ndani yetu kuna watu wanaolawiti. Ndani yetu kuna watu waongo. Ndani yetu kuna watu wasingiziaji. Ndani yetu kuna watu wasengenyaji. Fimbo ile ile ambayo mtoto wa dunia anachapwa, iko fimbo tokayo juu inaenda kuchapa dunia. Shusha mkono wako. Isaya 54:8. Ninahubiri kwa kufundisha. Yawe ingie vizuri kabisa. Isaya 54:8. Mstari wa 8. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja. Kwa ghadhabu ifurikayo nalikuficha uso wangu dakika moja.
lakini kwa fadhili za milele nitakurehemu. Kwa fadhili za milele nitakurehemu, asema Bwana, asema Bwana kombozi wako. Kombozi wangu. Kuna wakati Mungu unapomsumbua, unapoangaisha, unamdharau, hamusikii dunia, anasema huko wakati wa ghadhabu. Afu wakati wa ghadhabu sitaangalia, nitaangalia huku. Nitazame hivi. Dunia haijilindi. Hata wale wanaojiita wenye mataifa makubwa na wanabunduki za kisasa ni wao wenyewe tu wamejiita, lakini wanaweza wakauliwa kwa mafua tu, wakafa wote taifa zima, na hakuna mtu anayegusa mzinga. Na ndio maana corona ilipowapiga kila mtu alikuwa na adabu, wakafungiana ndani, hakuna mtu alikuwa anaweza kuvamia taifa la mwenzake. Sasa Mungu yuko hivi. Niangalie ni ninyi wa Tanzania, tunaenda tumwombe Mungu atusaidie nchi hii. Amen. Ayubu alikuwa analindwa na Mungu, mtu wa Mungu Ayubu. Watoto wake wanalindwa, yeye mwenyewe analindwa, paka wa Ayubu analindwa. Uwezi ukagusa mbwa wa Ayubu, ni mtu wa Mungu, analindwa kila kitu. Lakini siku wanakutana na Mungu, wanaanza kumwambia, Mungu anamwambia Shetani, umeliona toto langu lile kule liko duniani, linaitwa Ayubu. Shetani anasema nimeliona. Anasema mtu mwelekevu, mcha Mungu, aliyepuka na wovu, Mungu anafurahi, anafurahi, anafurahi. Shetani akasema sikumbuki kama Ayubu amewahi kujaribiwa. Sikumbuki. Sawa. Kama kweli ni mkamilifu, kipimo cha mateso kipo kwa wenye haki. Unaitwa ubatizo wa mateso. Yes. Apita na yeye tuone, je, kweli ni mcha Mungu? Mungu anasema pita. Pita. Lakini usiguse roho yake. Manake Mungu akaficha uso hivi, alafu akatoa ulinzi kwa Ayubu. Ndio maana kuna chuo kimoja cha Biblia nilisoma, walitukataza wakasema usiseme hata siku moja Mungu anapiga watu. Mungu apigagi watu, ila sema Mungu anaondoa ulinzi, Shetani ndo anapiga. Yeye ni Mungu wa huruma na upendo. Kwa hiyo Mungu akatoa ulinzi, Shetani akaenda. Ndani ya dakika chache, ndani ya muda chache, tajiri mkubwa aligeuka fukara. Mwili ulipigwa na majipu. Tajiri mkubwa aligeuka maskini. Watu walimdharau. Mke mwenyewe akasema kwa mapigo haya, hii ndoa misikai. Sikiliza, nakwambia sasa ndivyo Mungu anaenda kufanya kwenye nchi. Muda si mrefu anaenda kutupa kisogo. Kutakuwa na kilio kikubwa. Bado kuna mataifa mengine yanaenda kusakwa huko. Lengo lake Mungu nini? Turudi kumheshimu, turudi kumwabudu, turudi kuacha mabaya. Na akasema hivi, mkiniomba mkaacha njia zenu mbaya, ninageuza ile hukumu. Nageuza ile hukumu. Maana hata mji wa Ninawi ulihukumiwa. Yona anapita anasema Ninawi baada siku si nyingi Ninawi utaangamia. Ninawi. Majamaa wale watu wakasikia, wakayasadiki. Mfalme akasikia, akakaa kwenye majivu. Mungu akasema Ninawi ili limeishaisha. Je, Tanzania inaelewa haya nayo yasema? Iko tayari kutubu? Wako tayari watu kuacha njia zao mbaya? Au ni wachache watalia, wengine watadhi yake? Kama ambavyo sasa wengine wako kwenye maduka yao wametulia tu, wamekaa hapo wanakula nyama choma, wanakula bia. Si tuko hapa, Mungu tusamee, tunapiga magoti, turumie. Kuna wakati hatutaweza kuwaokoa. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yesu anasemaje kuhusu hukumu? Kitabu kile cha Luka 13 mstari wa 4 hadi wa 5. Yesu anasemaje kuhusu hukumu? Kitabu cha Luka 13 mstari wa 4 hadi wa 5. Andiko anasema, hao wale 18 walioangukiwa na mnara uko Siloamu ukawaua,
mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Yesu anaongea kwa habari ya hukumu, anawaambia wale watu, mnadhani kuna wale watu waliangukiwa na mnara, hivi mnadhani walipokufa walikuwa na mabaya kuliko ninyi? Akasema no, hata ninyi msipotubu mtaangamia. Msizani nchi zinazoliaga Tanzania, usizani nchi zinazoliaga. Kuna grupu moja nimeungwa la majirani zetu Kongo, moyo unauma. Wameniunga, wanasema ili uweze kulia pamoja na sisi. Achana na yale mambo ya kwamba wanasema kwamba ukimonyesha mtu yuko uchi kwenye mtandao, ukionyesha hivi haki za binadamu hivi, achana nayo. Lile grupu lina mambo mazito. Manake mtu akivuliwa nguo akachinjwa, wanatuma kwa mchungaji Abidi, na wewe tuangalizie huko huyu. Katoto kakipigwa kakapo wanatuma. Yani ni grupu limejaa damu. Lakini si kwamba sisi ni wasafi, no. Yes. Yesu anasema hivi, yanaweza yakaja hata kwenu msipotubu. Ndio. Mungu ukaiokoe Kongo. Yes. Uiokoe Tanzania. Ndio. Utuzingire na ukuta wako wa moto. Yeah. Ulinde watoto wetu. Utupe kuabudu. Kuna wimbo mmoja nilisikia unaopiga siku moja kina Lavi, utanitafutia. Niliimba zamani sana mpaka na mimi sielewi. Niliimba yani miaka 2005 sijui. Nikuja tu nasema Tanzania, Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nalia tu. Kumbe Mungu anaonyesha mbele. Yeah. Hata mimi mwenyewe nilikuwa naogopa kusikiliza. Ila nikasikia majuzi waliupiga pale kwenye kanisa. Kesho hebu utanitafutia huo wimbo. Hata kama sasa utauweka kidogo baadaye uende pale. Ni waajabu sana. Ni waajabu sana wimbo. Imeimba miaka mingi, 2005 hivi. Nalilia nchi yangu. Kwa nini tupo hapa? Tupo hapa tumekuja kuomboleza Mungu atuepushe na mabaya na ghadhabu yake. Tumekuja kutubu dhambi zetu na kurejea. Tumekuja kuipokea damu ya Yesu iliyomwagwa kwa ajili ya makosa yetu ili tusafishe na kutuosha. Ibrania 13 mstari wa 12 na Petro wa kwanza 1 mstari wa 18. Petro wa kwanza 1 mstari wa 18 hadi 19. Tumekuja kutubu dhambi zetu. Tumekuja kuipokea damu ya Yesu iliyomwagwa kwa ajili ya makosa yetu ili tusafishe maovu yetu. Yes. Soma kitabu cha Ibrania 13 mstari wa 12. Kwa ajili hii Yesu naye. Kwa ajili hii Yesu naye. Ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe. Yesu ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe alikufa. Aliteswa nje ya lango. Aliteswa nje ya lango ili atutakase, ili atuoshe. Hakuna dhambi inaweza kutoka kwa mapenzi yako mwenyewe, wala kuna dhambi inaweza kutoka kwa sabuni, wala kuna dhambi inaweza kutoka kwa kujilazimisha, ila inatoka pale unaposema Yesu, naitambua damu yako. Natambua uliuawa kwa ajili yangu, ulichomwa mkuki, ulitukanwa. Nimekuja leo naitaka hiyo damu iondoe kiburi, iondoe hasira, iondoe jeuri, iondoe dharau, iondoe uzinzi. Nimekuja Yesu. Yeah. Petro wa kwanza 1 mstari wa 18 hadi 19. Mstari wa 18 na 19.
Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mliopokea kwa baba zenu. Kuna uzinzi unaotokea kwa baba na mtoto unaenda, uchawi unatokea kwa bibi unakuja kwa mama na kwa mtoto, kuna viburi, ukorofi. Kuna wanaume wengine hapa mnapiga wake zenu mnawadharau. Hata babako alikuwa hivyo hivyo, na babu yako nako ukiulizia alikufa naye alikuwa hivyo hivyo. Lakini damu ya Yesu iko kwa ajili ya kukutengeneza mwenendo mbaya. Kuna wadada leo waongo, paka mama zao walikuwa waongo. Kuna watu leo mnapeperuka hapa wachawi, mko hapa mnapeperuka hapa wachawi. Hivyo hivyo na mama zenu nao walikuwa wanapeperuka. Mwenendo mbaya mliourithi kutoka kwenu kwa damu zenu. Sasa tumekombolewa ili tutoke huko, si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha wala dhahabu. Anasema kwa ile damu ya Yesu Kristo ndio inaweza kumtengeneza mtu akawa kiumbe kipya, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. Tumekuja kuipokea hii damu. Nyosha mkono wako mwili juu, sema Yesu. Sema Yesu. Nimekuja kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya familia yangu, nasimama hapa kwa niaba ya nchi yangu. Tuepushe na mabaya, tulinde, tusamee. Tumetenda dhambi, ni wazinzi, tumelawiti, tumebaka. Sema nimebaka. Aya, shusha mkono nikufafanulie, maana kuna mshikaji anaweza kusema ananifanyaje hivyo wakati mimi sikufanya. Yeremia muombolezaji alipokuwa akitubu kwa ajili ya dhambi za taifa, alikuwa anasema tumefanya, kwa sababu na yeye yuko ndani ya hilo taifa. Na hiyo ndio maana ya kitu kinachoitwa dua. Dua unaiongea dhambi ya mtu kana kwamba ni wewe ndio umefanya. Unamwambia Mungu, mtoto wangu nimeiba pamoja naye kwa jirani, ndiye niliyemzaa, ameumiza ile nyumba ya pili, ni damu yangu, niokoe Yesu, nisaidie. Hiyo ndio dua. Ukisema wame ukajitoa, ukisema wame ukajitoa, unajitoaje wakati unaishi kwenye nchi hii ambayo watu walikuwa wanakata albino mikono? Wewe unaishi wapi? Si unaishi kwenye ardhi hii? Nakuta makina Yeremia yanaomboleza, yanasema Mungu, tumekuacha, tumetenda dhambi, mimi na taifa langu, naomba rehema, tunateswa. Heri waliouawa kwa upanga kuliko wanaokufa kwa njaa, maana wanasinyaa. Yeremia anaomboleza, walikosa matunda ya mashamba. Ona leo nyuso za wazee hazipewi heshima, binti wa Sayuni wanatendwa jeuri, wanabakwa. Tumekosea, linaomba kwa Mungu. Tena utubu, useme wanateka watu, sema tunateka watu. Unaingia umumu, sema Bwana tusamee, turumie. Ni wote ninyi wote ni wa Tanzania. Na ndio maana kiboko kinachopita kinapita kitaifa. Sasa kila mtu mwenye ardhi ile anapigwa. Na mimi niseme, narudia tena kuanzia hapa, na jana nimesema, kila mtenda mabaya kwenye taifa hili ache kuanzia hapa tunapoongea sasa. Mungu atamsamehe hata kama amefanya dhambi gani, ache. Huu ni mkutano wa kuomba toba, sio laana. Nisije kulani mtu hapa. Na mimi kulani huwa napenda sana. Nilikuwa nimemwomba Mungu anisikiage niwe napolani anisikie, lakini Yesu amekataa hiyo. Lakini mimi niliona dunia hii watu bila kunidhamishwa hawawezi kutii mamlaka ya Mungu. Kwa mimi nilikuwa peke yangu namwambia Mungu, nipe neema, nikimnyoshia mtu hivi mtu kufa afe.
Nikimnyoshia hivi mtu kuishi aishi. Mungu anasema hii akili itamaliza dunia. Mungu anasema hii itamaliza dunia. Lakini mwanadamu ana madharau sana. Ana madharau, anaudhi sana, anaumiza sana, anakera sana. Paka kuna wakati unaona paka dunia ni mbaya. Unapoona kuna mtu, wewe fikiria mtu wa Mungu. Hivyo ukisikia kitu kinaitwa msamaha. Msamaha ni jambo moja zito sana, linahitajika neema kulitenda. Umpute mtu anabaka mtoto wako, alafu ndio unafika mtoto wako anakata roho, kumsameni mpaka Yesu ashuke. Naona kuna wengine nikiwafundishaga msamaha, unakuta anaanza kulia kwa sababu msamaha kumwachilia mtu kuna wakati inagharimu machozi. Ukikumbuka alivyokufanyia, unaona machozi yanatoka. Wanadamu ni kama wanyama. Yuko binti moja, dada yake amemchukua, amemsomesha mambo ya nursing, amemsomesha, amekaa naye, anakula kwake, na dada yake mwenyewe hazai, ni tasa, hapati mtoto, anatafuta mtoto amuoni. Yuko na mdogo wake wa tumbo moja. Nilisikia kisa hichi mahali fulani. Mdogo wake amaliza shule, kamsomesha mwenyewe, kaajiriwa. Mara mdogo mtu ana mimba. Dada anauliza, nini tena hii? Mwenzangu yuko nje anasoma, hatarudi tu, nisamee dada. Wanakaa hapo. Dada naye anaombewa kila siku apokee mtoto. Mara Mungu akamjalia akapata mimba. Mdogo wake kazaa, katangulia, mtoto naye kaanza kukua hapo. Yeye kapokea mimba, analazwa tu hospitalini mpaka jifungue, maana ndio ile unapewa kitanda. Mimba ya kupewa kitanda inaitwa. Pumzike, usitembee itaharibika. Dada kakaa pale, mdogo wake shajifungua. Mdogo wake anasema, kwa sababu wewe ni dada yangu na mimi niko hapa ni muuguzi, nitakusimamia mpaka ujifungue. Kajifungua, mwisho wa siku mtoto katoka. Baadaye analetewa, anamwangalia, anakwenda huko kwenye chumba cha joto kupumzika. Baadaye anakuja kuambia mtoto wako amefariki. Alimsubiri miaka mingi. Dada anampokea, anarudi nyumbani na kidonda kisicho na mtoto. Ndio anamwambia Mungu, nikimwona mtu amejifungua kanisani, namwambia Mungu asante. Kabisa. Kuna watu walikwenda hospitalini akarudi mama, mtoto akabaki. Ndio. Wengine walikwenda mtoto akaja peke yake, mama yuko kwenye friji. Unaona mambo ya kawaida tu. Haupendi ibada. Kuna watu waliokwenda mama na mtoto akabaki kwenye friji. Mwanaume anaenda anabeba nguo akarudi nazo nyumbani. Amemwacha mke na mtoto. Kila kitu unaona kawaida tu. Dada amerudi hana mtoto. Wanaendelea kukaa na dada yake na mdogo wake pale. Katoto kanakuwa, anakuona mbona kanafanana na mume wake, anamchukua na muingiza ndani. Hebu niambie mdogo wangu, unasemaga huyu mchumbako amesafiri yuko, lakini mbona huyu anafanana na mume wangu? Mdogo mtu anaanza kulia machozi. Anasema, kweli nimetembea na shemeji. Ile kusomesha, nimekuchukua kule. Ukisikia unasema msamee mtu, sio mchezo. Akalia. Yule dogo akalia, alafu akasema, dada leo nitubu, niseme yote. Akasema, mimi tena ndiye niliyomuua mtoto wako. Wakati nimempokea hili nichukue ndoa hii. Dada mtu akaanguka chini akazimia. Kachukuliwa kapeleka hospitalini. Amekaa kitandani anakonda, kitu chochote akipiti. Hakuna neno la kufundisha zaidi ya msamaha. Mwachilie mdogo wako. Anangata tu meno hivi. Anakufa hivi anajiona. Maana uchungu huo una ghadhabu kali sana. Na Yesu hapendi mtu mwenye uchungu. Na anasema kabla hajasali, samenini mkiwa mna neno na mtu kabla mjasali. Wanaendelea kufululiza, wanamtia moyo, wachungaji wanaongea mpaka siku anasema nimemsa. Wanaamka hapo, anze kunywa tu maji. Kufanya nini? Tunaishi na watu wanyama. Unajua, ngoja nikwambie, mwanadamu ambaye hana Mungu,
ni mbaya kuliko wanyama. Alafu ndo maana Yesu akasema neno moja gumu sana, na mimi niseme hapa. Wakamwambia Yesu, ndugu zako anakuita sana. Nani ndugu yako? Akasema ni wale wanaofanya mapenzi ya Bwana. Kuna mama zetu wengine wanatuloga sisi wenyewe waliotuzaa, wanatula nyama. Kuna baba leo wanalala na mtoto wake wa miaka 4 aliyemzaa mpaka nakufa. Tunaenda kuchapwa. Bado hawa ambao wanalala na wanyama, bado hawa wanaume ambao wanasema tunaolewa na wanaume wenzetu, wanadanganya na mataifa yaliyoendelea, bado wanawake wanaoa wanawake wenzao, bado hawa vijana wa vyuo vikuu wameharibika na mabiti na watoto. Sasa tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Yesu akasema njoni kwangu mnaosumbuka kule mwana mizigo ya dhambi, na mtawapumzisha. Kusamehe ni neema ya Mungu ishuke, na inategemea ulikosewa nini. Tumekuja tukimbie hasira ya Mungu. Kutoka 15 mstari wa 6 hadi wa 7. Tuko hapa ili tukimbie hasira ya Mungu. Kutoka 15 mstari wa 6 hadi wa 7, na kutoka 22 mstari wa 16 hadi 24. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako. Waangusha chini wanaokuondokea. Wapeleka hasira yako. Nayo uwateketeza kama mabua makavu. Tumekuja hapa tukimbia hasira ya Mungu. Tukimbia na watoto wetu. Yes. Jumamosi wewe ulioko hapa, Jumamosi na watoto wako watakuwa wamefunga shule. Njoo na watoto wako wote. Mshawishi mme wako aje. Mshawishi mke wako aje uwanja mkubwa. Naweza kutoa hata yale maturubai tukaenda mpaka kule. Nataka ufanye maombolezo, mwambie Mungu nimekuja na hawa. Kama Musa alivyosema kule Kanaani, tutakwenda na mali, tutakwenda na wabazee na watoto. Unamwambia Mungu, katika tumbo hili mimi sina jambazi, sina kaaba, mimi sina shoga. Nilindie watoto hawa. Nifichie siku ya hatari. Sitaweza kuwabeba wote. Nisaidie. Nilinde Mungu, ilinde taifa langu. Linda, nisamee, linda mipaka yetu. Tupe amani. Tuondolee chuki na magomvi. Waondolee watu moyo wa kupaniki na hasira. Unaomba, unamwambia Mungu, huyu ni mke umenipa, mlinde. Huyu ni mume umenipa, nilinde. Unakuja na majina ya baba yako na mama yako umeandika. Nasema yuko baba yangu hapa, yuko mama yangu, na dada yangu yuko kule ni mlevi. Kila kiolewa anaachika. Niokole familia yangu. Nisamee, niepushe na hasira yako. Unamwambia Mungu, mimi ndio sababisho la kukosekana kwa amani duniani. Maana nilikukataa. Maana sikutii sheria zako. Nisamee Mungu. Unasema msamee na baba yangu ametoroka nyumba. Amemwacha mama peke yake. Yuko na wanawake wengine. Yaani nakuwa ni kilio tu, kilio. Na nyie mnasikia kwa kupitia mitandao ya kijamii, Sibuka TV, Radio Baraka. Nawe unaomboleza huko, unasema Mungu, tumeambiwa Jumamosi tukae ndani saa 9. Tunapoanza kuomba hapa na wewe unaomba, unasema Yesu nisaidie. Unataja toa kwa majina. Mtoto wangu huyu ni wa kwanza, anaitwa fulani. Nisaidie Mungu. Wa pili, hauna haraka. Tunafanya maombi kama risali 1:30 hapa. Kila mtu analia tu ta. Alafu Mungu anachungulia hivi. Anasema hawa waepushwe na mabaya. Amen. Hawa wanaogopa. Hawa wanatii, hawa wanatii. Kimbieni hasira, msije mkateketea kama mabua. Hasira ya Mungu inahitaji hekima yetu ili kuishusha. Yeah. Pointi Mungu kanipa ajabu sana. Akaniambia hasira yangu inahitaji hekima yenu kuishusha. Yes. Hamna hekima, endeni kukaa kimya. Lakini imeshawaka. Maana wakati nimewapa amani na furaha,
Hapo ndipo mkaanza kulala na wake za watu, makuhani kwanza. Watu mwapa amani na furaha, ninyi makuhani. Sadaka mkaanza kuongea wanawake. Watu mwapa amani, ninyi makuhani, munitafute. Bado wampendani. Wivu, chuki, hasira, uchawi. Nimewapa amani, nyinyi makuhani, musali mufundishe watu vizuri. Bado mmeacha watu wanaingia kanisani nusu uchi, mapambo ya dunia. Anawili wapigwe, halafu paanzie patakatifu. Na ukishaamua kuwa mtumishi mbaya, hakuna mahali utakapojificha. Hukumu inapopita, Mungu anakufuata paka kwenye shimo, kwa sababu ni yeye ndo anayepatiliza. Unajua watu hawajajua Mungu ndo anaenda kutuchapa, sio mtu. Ila Mungu huwa anatumia vitu vingi kumtandika mtu. Na hasa anapotoa mkono wake akacha lile dudu linaloitwa shetani. Mithali 16 mstari wa 14. Kuna neno la hekima hapo. Mithali 16 mstari wa 14. Ndio. Hasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti. Hasira ya mfalme ni kama wajumbe wa mauti. Lakini mtu mwenye hekima ataituliza. Mtu mwenye hekima ataituliza. Hebu nyosha mkono. Sema kila mtu kwa sauti, sema hasira ya mfalme. Hasira ya mfalme ni kama mjumbe wa mauti. Ni kama wajumbe wa mauti. Sema hasira ya mfalme. Hasira mfalme ni kama wajumbe wa mauti. Ni kama wajumbe wa mauti. Bali wenye hekima. Bali wenye hekima wataituliza. Wataituliza. Tanzania sikia. Mkutano huu ni mkutano wa wenye hekima. Yes. Ili waitulize hasira ya Mungu. Dio. Ungana pamoja nasi kufanya toba Tanzania. Amen. Mwenye hekima ndio atakayotuliza hasira ya Mungu. Yeah. Hakuna mwingine atakayetuliza. Kabisa. Mwenye hekima. Yeah. Akishatangaza Mheshimiwa Rais, sitaki kumuona mtu wiki nzima kwenye shughuli zake kwa makosa unayoyafanya kwenye mji huo. Mpaka watokee wazee wengine waende, wagonge, wamwambie samani, ni kweli wamekuudhi, lakini kuna watu hawana hata chakula ndani. Yeah. Tukiwafungia itakuwaje? Tunaomba uturehemu. Tumekosea Mheshimiwa Rais. Wewe ndio wenye hekima. Alafu kuna watu hawajuagi. Ngoja niwasaidie. Unajua kuna watu hawaelewagi. Usije ukamfanya Mheshimiwa Rais kama mtu wa chini. Ni mwenye mamlaka. Na unapoongea na mwenye mamlaka, ujue unaongea na mwenye mamlaka. Kwa sababu Mungu pia nao amekubali waongoze watu. Sio unaolopoka tu kama unaongea na kibaka mwenzako tu. Sio kibaka, amepewa nchi. Wanaenda wenye hekima wanasema tuhurumie Mheshimiwa Rais. Ili jambo linatupeleka pabaya. Tunaomba tusaidie. Liwe hivi na hivi na hivi. Sasa narudi kwa mfalme Mungu, ambaye yeye ameshachukia, anasema hivi, Lutu toka Sodoma na Gomora. Toka Sodoma na Gomora. Toka Sodoma na Gomora. Akatoka mtu mmoja mwenye hekima anaitwa Ibrahimu, akaenda akamwambia, baba, najua unaniheshimu na mimi nakuheshimu. Wakitokea wenye haki 50, utaangamiza. Anasema mimi tunaelewana na wewe. Wenye haki 50 mimi siangamizi. 40 mimi tunaheshimiana na wewe Ibrahimu, lakini mimi siangamizi. 30 mimi siangamizi. Hivi walifika mpaka 10. Watano. Paka wanyaki 5. Ule mji ulioza. Ndo kama sasa. Sasa nako hatuna uzima. Tuna Wakristo ambao wanaonekana hapa wana Mungu, mioni mwao wana ila, wana hasira, wazinzi wa kisirisiri, wanafiki, wanawivu. Ibrahimu akasema, Mungu, nimekubali unaniheshimu hapa duniani, lakini mpaka hapo sina maneno. Mungu akamwambia, Lutu, una ndugu na Ibrahimu wewe. Chomoka hapo. Chomoka. Alipotoka tu Lutu,
nyama za watu zikaanza kunukia. Lutu anasimama hivi, aangalie kwa mbali Sodoma na Gomora, anaona moshi unawaka hivi, mwanaume ameshuka. Mungu anatoa nafasi, anasema kama kuna mtu waje tuongee naye, nimechukia. Ibrahim anasema nimekuja. Nini? Sodoma na Gomora wameniuzi. Ni nani anayetoka kwa ajili ya Tanzania? Yes. Ni nani anayetoka kwa ajili ya Kenya? Ni nani anayetoka kwa ajili ya Uganda? Anayetoka kwa ajili ya Kongo? Anayetoka kwa ajili ya mataifa yote? Ni nani anayekwenda kumwambia Mungu, ninakiri sisi ni wabaya kuliko Sodoma na Gomora? Nani anaenda? Maana mfalme tayari ana hasira. Natudia kusema Tanzania, mfalme amekaa kwenye kiti cha enzi, ana hasira. Ni nani anaenda akatuliza hasira ya mfalme? Nikushukuru wewe kwa kuja kwako. Amen. Mungu akubariki. Tumwambie Mungu tusaidie. Amen. Mungu tutetee. Mungu tuonekanie. Tumekukosa. Toba ya kweli ndio jibu zuri. Yeah. Mathayo 3 mstari wa 2. Alafu tutamalizia Warumi. Mathayo 3 mstari wa 2. Tubuni. Tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Toba ndio inaweza kuleta msamaha na amani kwenye mataifa yote duniani yanayosikia. Lakini nisome Warumi 2 mstari wa 5. Warumi 2 mstari wa 5. Warumi 2 mstari wa 5. Warumi 2:5. Bali kwa kadiri ya ugumu wako, kwa kadiri ya ugumu wako, na kwa moyo wako usio na toba, na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira. Wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira. Kwa kadiri ya ugumu wa moyo wako, na ufunuo wa hukumu ya kwa haki. Kwa kadiri ya ugumu wa moyo wako, wajiwekea akiba ya hasira kwa wakati wa hasira. Kwa kadiri ya ugumu wa moyo wako. Warumi 4 mstari wa 15. Tumalizie hapo. Nini kinachoandika, nini kinachotuletea adhabu? Sheria ndio inayoenda kutuletea adhabu kibiblia. Afuta kuambia sheria ya Mungu ni nini sasa? Warumi 4:15. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Sheria ndio ifanyayo hasira. Maana pasipokuwapo sheria, pasipokuwapo sheria, hapana kosa. Hapana kosa. Kinachoenda kutuchapa nini? Alisema msiue, tunaua. Yeah. Alisema usiibe, amri 10 unaiba. Alisema usishuhudie uongo, unashuhudia uongo. Alisema uheshimu baba yako na mama yako, uheshimu. Alisema acheni mambo machafu, amwache. Sasa ile sheria ile ndio inayotuletea hukumu. Tusimame. Kama kuna mtu anasema, mchungaji, kutokana na somo la leo mimi nami nastahili adhabu, ni mwovu, mimi nastahili adhabu. Kama upo unasema mimi ni mwovu nastahili adhabu, naomba Mungu anisamehe, naamua kuacha njia zangu mbaya na kuanza kusali na kuokoka na kuachana na makundi ya kiuni, niache njia ya jehanamu. Kama uko hapo, unyoshe mikono yako ili nikuombee uunganike na Mungu, uwe mtoto wa Mungu. Nyosha tu juu sana, wala usiogope. Na uliye nyosha, njoo mbele hapa nikuwekee mkono kichwani. Mungu akubariki. Usimwambie mtu nenda. Mtu akinyosha mkono atakuja mwenyewe. Ukimwambia nenda, baadaye ataendelea, utakuwa ulimlazimisha. Mtu akishanyosha mkono, kuna wao wanaonyosha mkono alafu wanashusha, hawaji mbele. Sasa wewe usimwambie aende mbele. Nataka mtu anayekuja kwa moyo wake kusema mimi ni mtenda dhambi, naenda kuokoka. Hata siku moja mikutano yote mimi naofanya huwa hakuna mtu anayeletwa mbele, huwa anakuja mwenyewe. Nasimama mbele, akinyosha mkono namwambia hapo hapo, sasa tunaenda, mwacha aje mwenyewe. Kama alivyokuja brother na kiti mama anatembea, wako hapa wanajitambua,
wadada wanajitambua kwamba sisi tunaenda kuungama dhambi zetu, tunaachana na dunia. Mungu anataka hivi. Na wewe ambao bado uko nyuma na kusubiri, njoo ungane na hawa sasa. Kesho, leo nimezidisha kidogo, tutakuwa tuna pointi za maombi, tutagawana na ile timu ambao niko nao pale. Kutakuwa kuna anayesimamia toba kwa ajili ya viongozi wa dini, na andiko lake anasimamia, anaomba rehema kwa ajili yao. Watumishi wa Mungu tunatukanwa kwenye mitandao. Tuna watu wanaombea watu wako uchi, wanaokanyaga matumbo, wanaokata mitama, wanacheza mpira madhabahuni kwa wanaombea. Kwa hiyo hizo huwezi ukasema sisi tuna hekima. Mitandao imeshaonyesha hatuna hekima. Ni kutubu kwa ajili yao. Alafu dunia ijue ya kwamba wako watakatifu. Kwa hiyo kuna mtu anasema, unawezaje kusema dhambi za makuhani mbele ya washirika? Mpaka uwe kuhani, si wewe mwenyewe ujiheshimishe sasa kama ni kuhani kwa matendo yako. Kwa hiyo tutakuwa kesho, tutaanza kesho hiyo. Leo nasikia tufanye maombi tu haya fulani, alafu tuende. Kesho tutafanya hiyo. Kwa hiyo kutakuwa na simama kwa maombi kwa ajili ya viongozi wa dini. Tunakuja maombi kwa ajili ya viongozi wa serikali wote, baadhi yao wasiokuwa waadilifu ambao wamesababisha ghadhabu ya Mungu kwenye nchi. Tutatuongoza maombi hapo. Tutatoka hapo, tutatubu kwa ajili ya wanavyuo sekondari, shule za msingi. Watoto wetu wamemkataa Mungu, tunaombea neema. Tunaje kutubu kwa ajili ya wanandoa. Ndoa na zenyewe ni shida, zimeingiza shetani, usaliti, kutokupendana. Tunaje kutubu kama familia kwa ujumla. Familia yako umesimamaje kama kuhani ndani ya familia? Tunakuja kutubu kwa ajili ya kanisa wale kusimama pamoja na watumishi wa Mungu katika zamu zao. Tutaweka utaratibu huo kesho. Lakini leo ngoja tu niongoze maombi haya kifupi, wahi kwenda nyumbani. Sasa nyinyi mliokuja nyumbani, nyosha mikono yako, fuata maombi haya mara moja ya sala ya toba hii. Sema, Bwana Yesu, nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakiri ni mwovu. Ninanuka. Sifai. Nioshe Bwana. Kuanzia leo nifanye kuwa mtoto wako, mwenye akili, mwenye baraka. Maisha ya laana siyataki. Nahitaji maisha ya baraka na kukuheshimu wewe. Nisaidie Bwana. Niliteswa muda mrefu na mambo ya giza, lakini kuanzia sasa namtangazia shetani, mimi si wako. Kwa jina la Yesu, mimi si wako. Kwa jina la Yesu, mimi si wako. Mimi ni wa Mungu.